Naam, unaifahamu ngome ya Yesu? Iwapo ifahamu ngome ya Yesu iliyofahamika kwa upana kama Fort Jesus, basi jiunge nami Bibi Muhammad upate kujua mengi zaidi kuhusiana na jengo hili la Mombasa. Fort Jesus kwa Kireno, Fort Jesus de Mombasa, Kihispania Fort de Jesus, ni ngome iliyoko kwenye kisiwa cha Mombasa, iliyoundwa na mbunifu wa Kitaliano Giovanni Battista Cerati. Ilijengwa kati ya mwaka 1593 na mwaka 1596 kwa amri ya Mfalme Felipe wa pili wa Uhispania, ambaye pia alitawala kama Mfalme Filipe wa kwanza wa Ureno na Algarve kulinda bandari ya zamani ya Mombasa. Ngome ya Yesu ndio ngome pekee inayodumishwa na Wareno kwenye pwani ya Uswahilini na inatambulika kama ushuhuda wa jaribio la kwanza la mafanikio la serikali ya Magharibi kuanzisha ushawishi juu ya biashara ya bahari ya Hindi. Ngome ya Yesu inayoonekana kutoka ndani, Cerati akiongozwa na mbunifu wa Kitaliano Pietro Cattaneo alibuni ngome hiyo, mjenzi mkuu akiwa Gaspar Rodriguez. Hii ilikuwa kazi ya mwisho ya Cerati nje ya nchi. Ingawa muundo wa Fort Jesus ni mfano usanifu wa Renaissance, mbinu za uwashi, vifaa vya ujenzi na kazi zinaaminika kwa zilitolewa na Waswahili wenyeji. Ngome hiyo iliyojengwa kwa umbo la mtu anayetazamwa kutoka angani ina takriban mraba na ngome 4 kwenye kona zake na inachukuliwa kwa kazi ya bora ya ngome ya kijeshi ya marehemu ya Renaissance. Ngome ya Yesu ilitekwa na kutekwa tena angalau mara 9 kati ya mwaka 1631 wakati Wareno walipoipoteza kwa Sultan Yusuf ibn al-Hassan wa Mombasa, na mwaka 1895 ilianguka chini ya utawala wa Uingereza na kubadilishwa kwa gereza. Baada ya Wareno kuiteka tena kutoka kwa sultani mnamo mwaka 1632, walirekebisha na kujenga ngome zaidi na hivyo kuifanya kuwa ngumu kwa ngome hiyo kuanguka. Ngome hiyo ilizingirwa kwa miaka miwili kuanza mwaka 1696 hadi mwaka 1698 na Waarabu wa Oman wakiongozwa na Saif bin Sultan. Kutekwa kwa ngome hiyo kuliashiria mwisho uwepo wa Wareno kwenye pwani. Ingawa waliteka kwa muda mfupi na kuikalia tena kati ya mwaka 1728 na mwaka 1729 kwa msaada wa majimbo ya miji ya Uswahilini. Ngome hiyo ilianguka chini ya utawala wa wenyeji kuanzia mwaka 1741 hadi mwaka 1837 ilipotekwa tena na Waomani na kutumika kama kambi kabla ya kukaliwa na Uingereza mnamo mwaka 1895 baada ya kuanzishwa kwa ulinzi wa Afrika Mashariki, ambayo baadaye ilikuja kuwa mnamo mwaka 1920 ukoloni na mlinzi wa Kenya. Kati ya mwaka 1631 na mwaka 1875 ngome hiyo ilishinda na kushindwa mara 9 na mataifa yaliyopinga udhibiti wa Kenya. Waomani walichukua ngome hiyo mnamo mwaka 1698 baada ya kuzingirwa kwa karibu miaka mitatu. Ilitangazwa kwa mnara wa kihistoria mwaka 1958. Leo ni jumba la makumbusho. Ngome hiyo iliundwa na mbunifu wa Milan, Giovanni Battista Cerati, ambaye alikuwa mbunifu mkuu wa milki za Ureno Mashariki. Ilikuwa ngome ya kwanza ya mtindo wa Uropa kujengwa nje ya Uropa iliyoundwa na kupinga mizinga. Leo ni mojawapo ya mifano bora zaidi ya usanifu wa kijeshi wa Ureno wa karne ya 16 ambao umeathiriwa na kubadilishwa na Waarabu wa Omani na Waingereza. Ngome hiyo haraka ikawa miliki muhimu kwa mtu yoyote mwenye nia ya kudhibiti kisiwa cha Mombasa au maeneo ya karibu ya biashara. Waingereza walipoikoloni Kenya waliitumia kama gereza hadi mwaka 1958 walipoigeuza kwa mnara wa kihistoria. Wakati huo James Kirkman alipewa kazi ya kuchimba mnara, jambo ambalo alifanya kwa matumizi makubwa ya hati za kihistoria za nje kutoka mwaka 1958 hadi mwaka 1971. Usanifu wa ngome inawakilisha muhtasari mbaya wa mtu amelala nyuma na kichwa chake kuelekea baharini. Urefu wa kuta ni mita 18. Ngome ya asili ya Ureno ilikuwa na urefu wa mita 15. Lakini Waarabu wa Omani waliongeza mita 3 baada ya kuteka ngome hiyo.
Ngome hiyo inachanganya mambo ya Ureno, Waarabu na Waingereza, haya yakiwa mataifa makubwa yaliyoshikilia kwa nyakati tofauti katika historia. Uwepo wa Wareno na Waingereza umehifadhiwa mbele ya mizinga yao. Mizinga ya Kireno ilikuwa na urefu wa mita 200 na ilikuwa ndefu kuliko mizinga ya Uingereza ambayo ilikuwa na umbali wa mita 300. Waarabu wa Omani waliweka alama ya kukaa kwao kwa maandishi mengi kutoka kwa Qur'ani kwenye nguzo za milango ya mbao na mihimili ya dari. Tamaduni ya Waislamu ya nguzo 5 pia imeonyeshwa katika ngome yote, na ukumbi wa zamani wa mikutano ukisaidiwa na nguzo 5 za mawe hadi dari. Baadhi ya miundo ya kihistoria ambayo bado imesimama kwenye ngome hiyo ni pamoja na Oman House, ambayo ilikuwa nyumba ya sultan aliyetawala pwani ya Afrika Mashariki. Nyingine ni kisima cha maji kilicho wazi cha Wareno kwa ajili ya kuvuna maji ya mvua, na kisima chenye kina cha futi 76 kilichozamishwa na Waarabu, lakini maji yake yalikuwa chumvi nyingi sana, yasingeweza kutumika kwa kuosha. Ngome hiyo ilitangazwa kwa tovuti ya urithi wa dunia na UNESCO mwaka wa 2011. Leo Fort Jesus ni kivutio maarufu kwa watalii wa kigeni na wa ndani na hutumika kama kivutio cha watalii. Ngome hiyo ni muhimu kama wenyeji wa programu nyingi za utafiti, maabara ya uhifadhi, idara ya elimu na ofisi ya uhifadhi Mji Kongwe. Ikiwa hiyo ni historia fupi kuhusiana na ngome ya Yesu, yani Fort Jesus, nimekuwa wako Bibi Mohamed na hii ni SPM Buzz. SPM Buzz.